Guterres anatarajiwa kuwasili nchini leo Jumapili jioni kwa ziara rasmi ya siku 2 hapa jijini Nairobi. Guterres ataongoza hafla muhimu ya upanuzi wa makao makuu ya Umoja wa Mataifa eneo la Gigiri, mradi unaogharimu dola milioni 340 za Marekani, sawa na zaidi ya shilingi bilioni 44 za Kenya. Mwaluse Meshak anaarifu mengi zaidi. Ziara ya Guterres barani Afrika, hususan Kenya, inanuia kuimarisha taifa la Kenya na Umoja wa Mataifa. Katika shughuli za Jumatatu, Mei 11 mwaka huu 2026, Guterres pamoja na Rais William Ruto wataweka msingi wa ujenzi wa kituo kipya cha mkutano na kuzindua ofisi za kisasa zinazotumia teknolojia safi kwa mazingira. Mradi huo unalenga kuboresha uwezo wa kuhudumia wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa pamoja na kuongeza ufanisi wa matumizi ya nishati. Ziara hii pia itajumuisha mkutano wa pande mbili kati ya Guterres na Rais William Ruto, ukifuatiwa na kongamano la wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa pamoja na mkutano wa wanahabari. Hatua hii inaendelea kuimarisha nafasi ya Nairobi kama makao makuu pekee ya Umoja wa Mataifa barani Afrika na katika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara. Mradi huu utakuwa ni sehemu ya mageuzi ya Umoja wa Mataifa yanayojulikana kama UN80, yanayolenga kuimarisha shughuli za shirika hili duniani. Wakati wa ziara yake nchini, katibu mkuu huyu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres atashiriki mazungumzo ya ngazi ya juu na viongozi wa serikali pamoja na kushiriki katika mjadala ya kikanda, ikiwemo mkutano wa Africa Forward Summit ambao unatarajiwa kuanza hapo kesho Jumatatu. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa kuna takribani wafanyakazi 6,000 wa Umoja wa Mataifa hapa nchini pamoja na takribani wategemezi 10,000 kutoka Kenya na mataifa jirani. Idadi hii inaonyesha mchango mkubwa wa Kenya katika kuunga mkono ushirikiano wa kimataifa na shughuli za kidiplomasia za Umoja wa Mataifa barani Afrika. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi.